'cause he's intentional, never failing. I know that Are you excited to be in the house of the Lord? So I want us to go to the Word of God. And I'm going to be teaching on something. I believe that will take us for a few Sundays. So that we can build on something. And I'm going to be sharing on building something big. Hallelujah. Come on, someone. I say building something big. That is what we are going to be sharing. Because I realize that every one of us, I believe that every one of us must have a dream of building something big in life, or doing something big for God, or carrying out a big assignment. Because our God is big. Amen. Our God thinks so big. Our God thinks the whole world. You know when the Bible says in the book of John 3:16, it says, for God so loved what? The whole world. Hallelujah. That he gave his only begotten Son. So what he had in mind was the whole world. So his giving was targeted towards saving the whole world. Come on, can you say, my God thinks big? Amen. And because he's our Father, the Bible tells us as children to imitate our Father. Therefore it's good also for us to think big. When God calls out Abraham from his father's house, he speaks to him. He tells him how he's going to bless him, make him a great nation. But one thing that he had in mind was that Abraham was going to be a carrier of the blessing that will bless the whole of humanity. That for all that we believe in Christ Jesus, that blessing will affect them. That is why the Bible says in the book of Galatians chapter 3:13 and 14, it says that Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is anyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon. Ndio baraka ya Ibrahimu ikaweza kuwafikia watu wa mataifa. Or the other word for that is that it might come upon the nations. Ama ikaweza kufikia watu wa mataifa ama wa Yunani. Glory to God. In other words, all the nations of the earth mengine mataifa yote ya ulimwengu can become partakers of that blessing. Wanaweza pata ile baraka when they get born again. Wanapookoka. Amen. Amina. So God always has in mind the whole world. Kwa hivyo Mungu kwa mawazo yake yako na ulimwengu mzima. He thinks big. Anafikiria pakubwa. God thinks transgenerational. Mungu anafikiria zaidi ya vizazi. Hallelujah. He's not just thinking of an individual in this time. Yeye tu afikiri kuhusu mwanadamu mmoja. Yes, our God is so particular that he can take time to think of one person. Mungu wetu anaweza fikiria moja. But he is thinking also in terms of how even through that one person a whole generation can be changed, a whole family, a whole nation. Lakini anawaza pia vile kupitia ile mtu mmoja ulimwengu mzima, familia na mataifa inaweza badilika. Amen. Amina. And I believe I'm ministering to people this morning. Amen. Nahudumia watu asubuhi ya leo who are candidates of affecting entire generations. Wao wanaweza athiri kizazi
kizazi kizima. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you are one of those people, you can say that is me. Kama wewe ni mmoja wao unaweza sema huyo ni mimi. If you think that is not for you, you can say oh me. Kama unafikiria sio wewe, ole wako. Yaani useme jihurumie. Useme oh me. But thank God, I believe that I have somebody here. Nashukuru Bwana sababu naamini niko na mtu hapa. Who is meant to be a world changer. Ambaye amepangiwa kuwa mbadilisha. I believe that there is somebody who say that is my word. Naamini kuna mtu anasema hiyo neno langu. Glory to God. Who can take something small. Anaweza chukua kitu kidogo. And they can build it up. Wanaweza jenga. And they can be able to change the whole nation. Wanaweza badilisha ulimwengu mzima. I believe I have some people that have that capacity in this place this morning. Kuna watu walio na uwezo. Glory to God. Amina. And my job this morning, kazi yangu asubuhi ya leo, my assignment is to lay that foundation kuweka ule msingi so that we can start the process ndipo tukaweze kuanzia and be able to move na tukaweze kusonga to that place mahali where pale we can build something big. tunapoweza jenga kitu kubwa. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor you are meant for something big. Pia jirani yako wewe kusudiwa kitu kubwa. Tell your neighbor you are for the whole world. Wewe ni wa ulimwengu yote. You are a world changer. Wewe ni mbadilisha You ulimwengu. are somebody that can change this nation. Mtu anayeweza kubadilisha nchi. Hallelujah. And therefore we got to start to think that way. Na basi lazima tuanze kufikiria vile. And not just think of me, myself and I. Na sio kujifikiria wewe peke yako. So that we are not limited. Ndipo tusiweze kuzuiliwa. Hallelujah. Amen. You know when God says, when the Bible says, but my God shall supply, He said, my God shall supply all of your needs. Biblia inasema kwamba Bwana wangu atapeana kwa mahitaji yako yote. According to His riches in glory. Kulingana na utajiri wake kwa utukufu. By Christ Jesus. Kwa Kristo Yesu. Amen. Amen. When the Bible talks about, God owning, He said that all the silver and the gold, they belong to Him. Inasema kwamba Mungu anamiliki fedha zote na dhahabu. So our God is big. Kwa hivyo Mungu wetu ni mkubwa. Amen. Amen. And that is the God that we are talking about. Kwa hiyo ni Mungu tunayenena kuhusu. When we are talking about building something big, tunaponena kuhusu kujenga kitu kubwa, we are talking about something that will outlive us. Tunanena kuhusu kitu ambacho kitaishi zaidi yetu. Amen. Amina. We are talking about something that will touch many all over the world. Tunanena kuhusu kitu ambacho kitabadilisha watu wengi ulimwengu mzima. And I pray for somebody here. Naombea mtu hapa leo that we not put on a religious mentality, but a spiritual mentality, so we can be able to receive, so that when that word comes to your spirit, you can be able to catch it and say, that is my word. I am ready to run with it in Jesus' name. Utaweka mawazo ya kidini lakini utakamata kiroho useme hilo neno ni langu na nitatimua mbio nalo. I'm talking about something, a business, a company, something big that can be able to employ many people. Biashara ama kampuni kubwa inaweza kuajiri watu wote ulimwenguni. That can affect many households. Ambayo inaweza athiri familia nyingi. I'm talking of something big that can be able to solve national and international problems. Naongea kuhusu kitu kubwa ambacho kinaweza suluhisha mashida ya nyumbani na pia ulimwengu mzima. Hallelujah. Amen. I believe I got some people here that have got that capacity today. Naamini kuna watu hapa wanao ule uwezo leo. Na kazi yangu ni kukuchochea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. So there and be able to rise up and be able to do that which is in you. Ndipo ukaweza kujiona pale, ukaweza kusimama na kutenda kilichoko ndani yako. But there are steps that we got to take. Lakini kuna hatua ambazo lazima tuchukue. And we are going to start with the first step today. Na tutaanza na ya kwanza leo. And it is the step of preparation. Na ni hatua ya kujiandaa. You cannot do something big unless you are prepared. Hauwezi fanya kitu kubwa usipojipanga. Somebody say that people don't plan to fail, but they fail to plan. Hakuna anayepanga kufeli lakini watu hukosa kupanga. No, they fail because they fail to plan. Kwa hivyo wao huanguka kwa sababu walikosa kupanga. Therefore, preparation is very important. Kwa hivyo kujiandaa na kujipanga ni ya maana sana. If you look in the dictionary, it talks about making arrangements for something. Ukiangalia katika
katika kamusi inamaanisha kujiandaa kwa kitu fulani. Provision by which one prepares for something. Ama vile ambavyo mtu jiandaa kwa kitu fulani. The Webster Dictionary says is the action or process of making something ready for use. Inasema pia ile kamusi inasema kwamba ni ile njia ama mpangilio unaotumia kuandaa kitu ndipo kitumike. But I don't want to get deep into the definitions. Sitaki kuingia sana kwa maana yake. So we got to prepare. Kwa hivyo lazima tujiandae. For that which God has already said to us, for something that God has shown us that He wants to do in us and through us. Kwa kile kitu ambacho Bwana ametuonyesha angependa kufanya kupitia sisi na kwetu. For nothing just happens. Kwa sababu hakuna kitu tu tendeka. Hallelujah. Amina. But somebody's got to be prepared. Lakini lazima mtu akaweze kujiandaa. We don't want to be like that man. Hatuwezi kuwa kama yule mwanaume. In the time of Samaria, when the city was besieged and they had gone, the hunger was too much. Zile nyakati za Samaria na walikuwa wametekwa nyara na kulikuwa na njaa kubwa sana. The man that had, that the following day there was going to be too much. Huyu mwanaume akasikia kwamba kesho yake kutakuwa na utele. And there was going to be overflow in the city. Kwamba kutakuwa na mafuriko mjini. And he said, even if God was to open windows in heaven, can this happen? Akasema hata kama Mungu atafungua madirisha, je, hii inaweza tendeka hata akishuka? He said this can't happen. Akasema haiwezi tendeka. He was told he will see it, but he will not eat it. Akaambiwa utaiona lakini hautakula. And surely he saw it. Hakika aliona kwa But macho. on that same day, na hiyo siku, because people were rushing to get the food, sababu watu walikuwa wanakimbia kupata chakula, they stepped on him and they crushed him and he never got to be a partaker of what was happening. Wakamkanyanga, wakamnyangua, wakammaliza na akakula kwa macho. Tell your neighbor there is a sound of abundance of rain. Ambia jirani yako kuna sauti ya utele. And we got to prepare. Na basi lazima tujiandae. Or else we follow the water to the river. Kama sivyo tutafuata maji yakielekea mtoni. Bwana asifiwe. Amen. I say there is a sound of an abundance of rain. Sema kuna sauti ya utele wa mvua. And we got to prepare to receive the water. Lazima tujiandae kupata yale maji. If we don't prepare to receive or to tap the water, usipojiandaa kupata maji, then we will have to follow the water to the river. Basi lazima tufuate yale maji ama yatubebe kwenda mtoni. Yani, Bwana asifiwe. Is that what happens? Hivyo ndivyo kunatendekana. Mvua inakuja, inanyesha, watu wanajificha wote kwa nyumba, alafu after that, watu wanabeba mitungi wanaelekea mtoni kuchota maji. Mvua ikikuja kukinyesha, inatendeka hivyo. Because people are not prepared to receive what God is releasing. Sababu watu hawakujiandaa kupata kile Mungu anatenda. Bwana asifiwe. Amen. Let me not go in so much into that. But the first thing that you got to do in preparation, kitu cha kwanza ni kujiandaa, is to catch the vision. ni kukamata maono. I say you've got to catch the vision. Lazima ukamate maono. That is the most important thing. Hiyo ndio kitu cha maana sana. You've got to catch one thing. Lazima ukamate kitu moja that you are going to do. Ambacho utafanya. You have to have one thing. Lazima ufanye kuna kitu that you can say this is what I'm going to pursue. Utakachosema hiki ndicho nitafuata. You've got to have the picture. Lazima uwe na picha. I was listening to somebody unasikiza mtu fulani who was a weight lifter. Aliyekuwa anainua mizigo na uzito. And a martial arts guy. Pia alikuwa jamaa ya karate. If I mention him, many of you will know him. Nikisema wengine wetu mtamjua. You know those people who grew up in that time, you got to watch these Commando, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Kemoda. You got to watch hizo Kemoda, hizo vitu zote. So you know, but I'm talking about Schwarzenegger. Naongea kuhusu Schwarzenegger. So I was listening to him. Because it's good to also listen to testimonies of people. Even people who are doing weightlifting. There is a reason why they become world champions. Hata watu wanaoinua mizigo ni vizuri kuangalia kwa nini walikuwa wazito. And there is a reason why the guy was a champion. Na kuna sababu yeye alifanyika shujaa. And I was listening to him. Nilikuwa namsikiliza. And he said one thing. Kasema kitu moja. When he was young, akiwa mdogo, he knew
he wanted to become. Alijua yeye atakuwa nani. In him he felt, this is the person I want to become. Ndani yake akahisi inafaa kuwa huyu mtu. He had a certain kind of role model. Alikuwa na mtu fulani alikuwa anatazama. That he said, I want to be like this man. Anasema ningependa kuwa kama huyu jamaa. So he said he put the pictures of that man in his house. Akasema aliweka picha za yule mtu kwa nyumba. And he looked for the champions in that field and he put the pictures in the house. Na akatafuta wale watu wakawaweka kwa nyumba. And every day when he comes to his house, kila wakati akija kwa nyumba, he looks at those pictures. anaangalia zile He picha. said, this is where I am heading. Anasema hapa ndipo This naelekea. is who I am becoming. Huyu ndiye ninafanyika. And so he worked hard. Kwa hivyo akafanya kazi sana. He said he worked so hard Akasema alifanya kazi sana because he had a target. sababu alikuwa na He lengo. had a vision Alikuwa na maono that he wanted to achieve. na kitu ambacho alikuwa anataka kufikia. And to cut the whole story short, Kulukata ile hadithi he began. akafanyika. Bwana asifiwe. Amen. Tell your neighbor, do you have a picture? Sasa ndani yako jamani uko na picha? Do you have a picture? Wewe na picha? Am are you chasing just only the mind? Do you have a picture? Ama unafuata tu kwa mawazo? What is your vision? Maono yako ni gani? What picture do you have? Picha gani uko nayo? What picture do you have? Uko na picha gani? That you are looking at that every time you wake up, every time you go somewhere, you say, this is what I want, this is the person I want to be in the next 10 years. Kila asubuhi unaangalia jamaa unasema nitafanyika huyu kwa miaka 10 ijayo. Do you have it written down? Je, uko nayo imeandikwa And mahali? you can be able to see it. Unaweza kuiona. Because you know, 10 years is not a long time. Sababu miaka 10 sio muda mrefu. You will realize that 10 years will be gone. Nagundua kwamba miaka 10 utakuwa umepotea. But those who will be able to achieve something are those who have that picture and they can be able to know this is where I am heading. Watakaoweza kupata ile kitu ni walio na ile picha na wanasema hapa ndipo naelekea. Ask your neighbor, where is your picture? Uliza jirani yako, picha yako iko wapi? Hallelujah. Amen. And it's important for us to understand. Na ni vizuri sana sisi tukaelewe. You have got to catch the vision. That is the number. You can't prepare without having a picture. Lazima ukamate maono sababu huwezi jiandaa bila ile picha. Look at Nehemiah chapter 1. Tuangalie Nehemia. We use Nehemiah as our example here. Tutatumia Nehemia kama mfano wetu hapa. Are you there? Nehemiah chapter 1. How many want to build something big in this life? Wangapi wangependa kujenga kitu kubwa kwa hii ulimwengu? Hallelujah. Nehemia 1. The Bible says from verse 1, the words of Nehemiah the son of Hakaliah came to pass in the month of Kislev, in the 20th year I was in Shushan the citadel, that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. So it was when I heard these words that I sat down and I wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Praise the Lord. Amen. Kaomba mbele ya Mungu wa mbinguni. That was the vision Haya ndio maono that Nehemiah had. Nehemia aliyokamata. It was told to him Akaambiwa concerning his people, kuhusu watu wake, how the wall was burned down, jinsi ule ukuta ulioteketezwa, how the people were in great distress. na vile watu walisukumika sana. The moment he heard it, Wakati aliposikia, when he received those words, alipopata yale maono, he had that picture formed in him. akawa na ile picha ndani yake. Something stirred up in him, Kitu kikachokoza ndani yake, and he felt the pain, na akaishi ile uchungu, and he wept. na akalia. The Bible says he wept. Biblia inasema He kwamba prayed and fasted for many days. kaomba na kufunga siku Let kadhaa. me tell you something. Wacha niwaambie kitu, That which causes you pain, kile ambacho kinaleta machungu, that which pains you most, kile ambacho kinakuumiza zaidi, may
indicator. Inaweza kuwa ya kuonyesha Of the vision that God has given to you. yale maono ambayo Mungu amekupatia. The assignment that you have in life. Kazi uliyo nayo maishani. There are things that move you that don't move others. Kuna vitu ambazo wewe zinakusukuma na zisukumi That wengine. which concerns you most Kile ambacho kinakuhusu zaidi may be an indicator inaweza kuwa to nionyesho your assignment in life. ile kazi ambayo unaitiwa There maishani. is something that causes you to cry, Kuna kitu ambacho kinafanya wewe ulie, but other people feel nothing about it. lakini watu wengine hawahisi chochote. That can be an indicator. Hiyo inaweza This is a problem I am created to solve. hii ni shida niliyoumbwa kushughulikia. I have the compassion for it. Ndani yangu nina msukumo. I am moved when I see it. Mimi nikiona ninasukumwa. There are people when they see children Kuna watu wakiona watoto, that are suffering, it breaks their heart and they get wakiona watoto wanaoteseka inavunja mioyo yao, wanalia. because in them Sababu ndani yao God wired them so that they can solve that problem. Mungu aliwaunganisha ndipo wakashughulikia ile shida. And there are people that will see them. Na kuna watu watawaona Wanasema watoto wanasumbua sana hapa. kuna tabia mbaya, but they had a person. And because for them Kwa sababu kwao they don't feel the way you feel. hawahisi jinsi unavyohisi. Don't condemn them. Wewe usiwahukumu. They don't see what you see. Hawaoni They unachoona, don't feel what you feel. hawahisi unachohisi. So don't expect everybody to feel the same way. Kwa hivyo usione kila mtu ahisi unavyohisi. It is you that God has created to solve that problem and not them. Ni wewe ambaye Mungu ameumba uwe na suluhisho, lakini si wao. Ask your neighbor, Uliza jirani yako, what problem were you created to solve? shida gani wewe uliletwa usuluhishe? You are either a part of the problem, Wewe ni mmoja wa ile shida, those who cause problems, wanaoleta or mashida those who solve problems. ama wanaosuluhisha mashida. Ask your neighbor, which side are you? Muulize, wewe ni shida ama uko pande gani? Ni msuluhishaji ama ni mleta shida? Wewe ni msuluhishi ama ni mleti? Hallelujah. Amen. Where are you? Wewe uko pande gani? But I want you to know Nataka ujue there is a problem you are created to solve. kuna ile shida uliumbwa kusuluhisha. Hallelujah. There is an assignment you have in this world. Kuna kazi ulio nayo ulimwengu. This world will become a better place Hii ulimwengu itakuwa bora when you see your picture, utakapoanza kuona when you picha, have your vision, unapopata maono yako, and you start to live that vision. You start to pursue it. uanze kuifuatilia na kuishi yale maono. There are people who are created Kuna watu walioumbwa to bring forth the best companies kuleta makampuni that mazuri will solve problems. yatakayosuluhisha There are mashida. people who are created Kuna watu walioumbwa to bring forth the best hospitals kuleta mahospitali bora that will help people to be treated with dignity. yatakayosaidia watu watibiwe na heshima. There are Christians who are supposed to build Christian hospitals Wakristo wanapaswa kujenga mahospitali ya Kikristo, so that as they are treating you, they are praying in tongues. ndio wanapokutibu wanaona kwa nini, They see beyond the physical. wanaona zaidi ya ile shida ya asili. That you can be explaining to them and the picture comes before them and they can see and they say Kombrahina Basketo and I see Brekina Hando Sheba. I see the problem you have. It's right here on this side. Praise Sasa the kwa Lord. hii naiona kwa picha, And they can say, oh, I understand exactly where your problem is. na wanakuambia naelewa vizuri shida yako iko wapi, They are not just dealing with your physical pain. lakini sio kushughulikia tu shida yako They ya are asili. anointed to go beyond that physical pain to see what nobody can see. Wamepakwa mafuta kwenda zaidi ya ile shida ya asili. And I call forth those doctors in Jesus' Na name. ninaita wale madaktari katika jina la Yesu. Hallelujah. We need them. Tunawahitaji, We need those people. tunawahitaji We hawa. need lawyers that are born again. Tunahitaji mawakili waliokoka. Amen. Amen. Lawyers that are touched. Wanaoguzwa. They go to that profession, they say, nimeona watu wakikandamizwa, nimeona widows wakisumbuliwa, nimeona orphans wakinyanganywa shamba, wakinyanganywa what rightfully belongs to them, nimeona watu ambao they are even
wakifungwa, and then they say, I have got to solve that problem. Lazima nishughulikie ile shida. We need those people in the kingdom. Tunahitaji hao watu katika ufalme. Hallelujah. Amen. I say we need those people in the kingdom. Tunahitaji wale watu katika ufalme. We need people, some mothers, people that have got some mothering instinct in them, and they feel like, I've got to raise a generation that fears God. I'm going to start this school or this kindergarten, and what I'm going to do is to make sure every morning, every day, they are receiving the word of God. I'm showing them there is more than just these books and the words that you are reading. There is something greater in this life, and I can help them to, I can lead them to God, and they can be able to know God. Tunahitaji watu wako na zile hisia za umama ambao wataweza kulea watoto kwa shule, watakao wapea neno na waongoze katika njia za Bwana. Hallelujah. So we need those teachers. Tunahitaji hao walimu. We need those people that will have those schools. Hao watu watakao kuwa na zile mashule. Those institutions. Wana zile makampuni. Hallelujah. Amina. We need people that are going to own media stations. Watu watakao kuwa na station za media. That will bring positive message that will impact the lives of people. Watakao leta habari njema itakayobadilisha mawazo na maisha ya watu. I call for those people in Jesus' name. Naita wale watu katika jina la Yesu. Glory to God. Amina. Hallelujah. Amen. There are people that are going to build houses for others. Kuna watu watajengea wengine manyumba. And as they put the foundations, Na wakiweka ile msingi, they are working on them, and they are anointing the foundations, and they are declaring in this place people are going to be born again. As they move over here, they don't have to come and say, oh, I need to cast out some demons from this place, but the foundation is already good in Jesus' name. ile msingi wameinenea, wanajenga madhabahu pale, watu wakija pale wanaokoka. We need those people. Tunahitaji We need those believers. Tunahitaji wanaoamini kama hao. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Tell your neighbor, get the picture. Ambia jirani yako pata. When Nehemiah heard what was happening, Nehemia aliposikia, it grieved him. ndani yake It pained him. ikapata It machozi, caused tears to flow. ikasababisha machozi. What causes you to cry? Ni nini la kufanyanga ulie? What makes you to cry? Nini ufanya wewe ulie? What touches your heart that you cry? Nini uguza moyo wako mpaka unalia? When you hear it, Unapoisikia, when you see it, unapoiona, it touches you. sema hii inakuguza. It could be a signpost Hii inaweza kuwa towards your assignment. kuelekea mahali. Hallelujah. Sometimes the Lord can show you, He can give you a vision, He can put it in your heart. Wakati mwingine Mungu anaweza kuonyesha na kupe maono. Every one of us Kila mmoja wetu has got something. ako na kitu. The world is big. Ulimwengu ni kubwa. Kuliko kukompete juu nani aliweka nyanya na huyu kuja weke nyanya hapo next na huyu aweke nyanya. The same thing. Everyone get a uniform. Because huyu aliweka hapana. There is more. There is more. Come on, say there is more. Kuna zaidi. Hallelujah. Hao watu wanafanyanga hivyo ni wale hawana Mungu. Sisi tuko na Mungu. We have the wisdom of God. Hallelujah. We can tap into divine intelligence from God and be able to see what other people don't see. Tunaweza kamata kwa network ya Mungu tuweze kuona kile ambacho wengine hawaoni. And hear what other people don't Na hear. tusikie kile wengine hawasikii. And come up with something unique, something different. Na tutokee na kitu tofauti sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You are not waiting for the fashions to be released and then you release yours. Au ngojei watu watoe design za manguo na wewe utoe zako kama zao. You are releasing and then they say, oh, we never thought of this. Wewe unaiachilia mpaka wanashangaa ilitoka wapi? So catch the vision. Kamata picha. That is the number one you got to do. Hiyo ni ya kwanza. Without the vision, what are you preparing for? Bila maono basi wajiandalia nini? Get the vision. Kamata maono. Have that picture. Kuwa na ile picha. Amen. Amen. Hallelujah. Say, Lord, help me Bwana to nisaidie catch the picture, kukamata to catch the vision. kukamata maono In Jesus' name. katika jina la Yesu. Number two, Ya pili, very important. ya maana sana.
you got to pray and fast. That's preparation. Once you catch the vision, ukikamata picha, sometimes God can show you something so big. Saa zingine Mungu anaweza kuonyesha kitu ambacho ni kubwa sana. Every genuine vision, kila maono iko sawa, must lead you to God. Lazima ikuongoze kwa Mungu. It must force you to pray and fast. Lazima isababishe ufunge na uombe. Because God will show you something so big that naturally you cannot accomplish it unless God intervenes. Sababu Mungu atakuonyesha kitu kubwa ambacho kwa asili huwezi kutekeleza isipokuwa Mungu aingilie. Hallelujah. So there's got to be a time of prayer. Lazima kuwe na wakati wa maombi. That is preparation. Kujiandaa. You get the vision. Unakamata maono. Unaenda na hiyo picha kwa maombi. Hallelujah. Hiyo picha unaenda nayo. Kwa sababu Mungu sasa anaanza kukupatia roadmap. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu sasa in prayer, Mungu anaanza kukupatia strategy. Mungu anaanza kukamilisha. Unajua sasa ile Mungu anakuonyesha tu picha mara moja, but you don't know how to get there. Haujui utafika pale namna gani. But now in prayer, lakini kwa maombi, God starts to reveal the details to you. Mungu anaanza kukufungulia mambo. He starts to give you the wisdom. Anaanza kukupea maombi, the understanding, mawazo. Sometimes you even receive a prophetic word that is so big. Wakati mwingine unapata neno ambalo ni la kinabii kubwa sana. How do I do? What do I do from here? Nitaifanyaje kutoka hapa? But God has a way. Lakini Mungu ako na njia. He has a roadmap. Yeye ako na njia. He has the directions. Yeye ako na mwelekezo. To the place. Mahali pale. Hallelujah. Amen. I say he has the direction to the place. Nasema Mungu ako na njia na maelekezo ya kufika pale. Amen. That is, your job will be to pray. Kazi yako itakuwa kuomba. Otherwise you try to implement things that you don't know. Kama sivyo utafanya vitu ambazo hata unafahamu. You see, when God speaks to you, na wakati Mungu anakuongelesha, it is not automatically revealed to your mind. Yeye afunuliwi tu kwa mawazo yako, but you catch it in the spirit first. Lakini unaikamata kwa roho yako kwanza. Then you go to download it from the spirit into your mind into usable form. Alafu unaenda inaiachilia kutoka kwa roho kwa mawazo yako kwa njia inayoeleweka. Otherwise it remains in the spiritual realm. Kama sivyo basi inabaki kwa kiroho. Hallelujah. Amen. So you got to pray for it. Basi lazima uombe. Nehemiah prayed and fasted. Nehemiah aliomba na kufunga. Before he ever told anyone. Kabla hataambia mtu yeyote. He went into a time of prayer and fasting. Alienda kwa wakati wa kuomba na kufunga. Do you know how long? Je, wajua ilichukua siku ngapi kabla amwambie mfalme? He said, so it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Do you know how long? Je, wajua ni siku ngapi alipolia hivi na kuomba na kufunga? From Kislev to Nisan. They are mentioned there. Kutoka kwa Kislev mpaka Nisan. Those are 4 months. You know, some people think God spoke to him today and he went many days and 3 days and he went to the king. Kuna mtu anafikiria kwamba akipata leo ni kama alipata leo, akalia kidogo siku chache, akaenda kwa mfalme. But for 4 months, miezi 4, in a time of prayer, wakati wa maombi, he did not tell anyone anything. Hakuambia mtu kitu chochote. He was still praying. Yeye alikuwa anaomba. He was still praying. Alikuwa anaomba. Jesus has been sent from heaven. Yesu ametumwa kutoka mbinguni. He is about to begin his ministry. Anataka kuanza kazi yake. But before he begins his ministry, lakini kabla aanze huduma yake, he has the vision. Hakuna maono. He knows what to do. Anajua atafanya nini. But the Spirit leads him where? Lakini Roho wa Bwana anamuongoza wapi? To the wilderness. Jangwani. To do what? Kufanya nini? To pray and fast. Kuomba na kufunga. Then when he came out, na alipotoka, now the Bible says his fame went everywhere. Nasema kwamba habari yake ilienda kila. Now he was ready to implement the vision. Sasa alikuwa tayari kutekeleza. He was ready to carry out now that vision. Alikuwa tayari kukamata maono. Bwana asifiwe. Amen. Ambia jirani yako usijaribu kuimplement maono na ugali tu. Usijaribu kuwa na ugali. Nguvu za ugali na kusukuma. Nguvu za ugali zinaishanga. Kuna mahali zinafikia. Nguvu
Nguvu za mbali zitakutoa jasho tu. Kuna mahali zinafikia. Utafika tu mahali. You need inner strength. Wahitaji nguvu ya ndani. Not just physical strength. Sio tu nguvu za nje. This world does not reward people who are just physically strong. Hii ulimwengu huwa haitunuku watu ambao tu wamejaza misuli. It rewards inner strength. Huwa ina zawadi na kutunuku zile nguvu za ndani. The people who sign the big checks, watu wanaobeba cheki kubwa, they don't labor so much. hawafanyangi kazi sana. I live in there. Praise the Lord. Niwashia pale. So for 4 months, miezi 4, the man said nothing. hakusema kitu. Hallelujah. Amen. Preparing in prayer. Kuandaa. Waiting for the right time. Akingojea Hallelujah. He is praying. Anaenda fasting. na kufunga. And he was waiting. Na alikuwa na Jesus. Yes. You will think he was wasting time. 40 days, the Son of God. Let me ask you a question. If the Son of God will fast before he would begin his assignment, who do you think you are? Kama mwana wa Mungu aliye halali atafunga siku 40, wewe ni nani? Imagine Jesus had to take time to pray and fast. Yesu alichukua wakati wa kuomba na kufunga. And all is here. Hallelujah. Tomorrow you say, hey, I'm starting in the name of Jesus. Wewe ulisikia ukasema leo. You have got to take time. Hallelujah. And pray. Na uombe. And fast. Na ufunge. Kuna nyama yenye ulipewa na skeleton. Kuna nyama hapo ndani bado hauna. Ulipewa mifupa. Hiyo picha unajua imejoin to pieces kutwa nje. Pale ndani kuna details. And you need them from the Holy Ghost. Unazihitaji kutoka kwa Roho. Hallelujah. Amen. Otherwise you implement something that is different than what God wanted. You know, it's like this guy. He was going through some challenges. And one day, akaona maono, akaona PC. PC. Akasema, oh, thank you Lord for speaking to me. PC, plant church. Recover. Oh, thank you Lord. Asante Bwana kwa kuninenea nipande kanisa. Plant church. Panda kanisa. And he said, I'm going to start. You know, nakaenda kuanza kanisa. Kumbe Mungu alikuwa anasema plant cabbages. Mungu alikuwa anamwambia apande mboga. He went to plant a church. Yeye alienda kupanda kanisa. And the great was the fall thereof. Alipoanguka kila mtu alisikia. Because you know, sometimes you think, oh, hapana, there is a time ya preparation. Kuna wakati wa kujiandaa. Bwana asifiwe. Amen. So once you catch the vision, unapokamata maono, take time to pray. Chukua wakati wa kuomba. Hallelujah. Amen. Take time to seek the Lord concerning that vision. Chukua wakati wa kutafuta Bwana kuhusu yale maono. Basi Nehemia akasema watu wetu wameumia sana. Mfalme tuweze. Unajua ni what Nehemia was doing. You know what his job was? Je, unajua kazi ya Nehemia ni gani? He was a cup bearer to the king. Akakuta sema mfalme kesho yake kuanzia leo mimi naona sasa sitakuwa nikisafu. Alikuwa anabebea mfalme kikombe. Unajua our home, you know the way things are not going well. Na watu kuna mashida. Hata angefungiwa. He could have been locked in. Labda angepelekwa gerezani mfalme aone kama kichwa chake. Aseme huyu jamaa amekuwa kichwa siku hizi hasa vizuri. Peleka yeye ndani mfalme asema fungia yeye. Kichwa chake imenoki mweke kule ndani siku chache. So but Nehemiah took time. Lakini Nehemia alichukua muda To pray and fast. kuomba na kufunga Before the God of heaven. mbele ya Bwana. Hallelujah. Amen. Actually, here are some of the prayers that he prayed. Look at verse 11. Nataka tuangalie mlango wa 11. He has seen in chapter 1. He said, oh Lord, I pray. Please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servant who desire to fear your name. And let your servant prosper this day. I pray, and
him mercy or favor in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Ukamjalia rehema mbele ya mtu huyu, maana nilikuwa mnyweshaji wa mfalme. He needed the favor of God. Alihitaji kibali. Hallelujah. Amen. He could not just appear. Angetokea tu. You can appear and disappear. Unaweza tokea na upotea. You know those days kings were not a joke. Zile siku wafalme hawakuwa mchezo. If you appeared and they did not want you to appear that time, they can finish you. Ungetokea wakati haufai, wanakumaliza. So he had to take time and pray. Kwa hivyo ilibidi achukue muda aombe. Hallelujah. Amen. He will tell you even the day mfalme alinotice kama countenance yake haiko vizuri, Biblia inasema aliogopa sana. Ile siku wakati mfalme aliona kama analia, akaogopa sana. He was very afraid. Alikuwa anaogopa sana. So pray. Kwa hivyo omba. You know Paul the apostle, Paulo mtume, when he got born again, alipookoka, you know he was persecuting the church before. alikuwa anatesa kanisa. The Bible says that he went to Arabia. Biblia inasema kwamba alienda Arabia For 3 years. miaka 3. Hallelujah. Amen. Jamaa alienda jangwani. Jamaa alienda mahali kuprepare before he could come to preach his first sermon. Kujiandaa kabla hajahubiri injili yake ya kwanza. Unajua watu wanafikiria Paul alianza tu bila tu ameona tu sasa kutoka hivyo na mna hiyo. But he went to Arabia. Alienda jangwani kule, Hallelujah. Mashariki ya Kati. Very important. Ya maana So sana. time of preparation is important. Wakati wa kujiandaa kwa maana sana. In prayer. Katika maombi. Before you begin. Kabla uanze. Number 3. Ya 3. Let me say this quickly. Niseme hii haraka. Find a scripture that you can stand on. Tafuta andiko unaloweza kusimamia. That big project. Hiyo mradi kubwa. That big vision. Hayo maono makubwa. Before you start to carry it out. Kabla uanzie kuitekeleza. Find a scripture that you can build on. Tafuta andiko unaloweza kujenga. Yani mradi wako umesimama kwa neno la Mungu. Find a scripture that you are walking on, that you can be able to say, this is the word of God that I am standing on as I do this project. Tafuta neno utakalosema ninasimama kwa hili neno nikifanya hii kazi. Hallelujah. Amen. Even Nehemiah, hata Nehemia, as he took time to pray, alipochukua wakati wa kuomba. If you get to see just a little bit there in verse 8 and 9. Ukiweza kuona pale mstari wa 8, he said, remember I pray from verse 8, I pray the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nation. But if you return to me, mkinirudia mimi, and keep my commandments and do them, though some of you are cast out to the farthest parts of heaven, yet will I gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for my name. Mkinirudia hata kama mmetawanyishwa, nitawaleta pamoja, niwalete mahali ambapo nimechagua kama makao pangu. So Nehemiah repented for the people and for himself. Kwa hivyo Nehemia aliweza kutubu na kukiri kwa sababu yake na watu wake. Na Bwana anasema, Bwana nimekurudia vile ulivyosema kwa neno lako. Ulioahidi Bwana nimerudi. Na ulisema sasa utaturudisha. You will gather us together. Kasema utatukusanya. In other words, kwa maneno mengine, now we can build a place and we can be there because it is your word. Sasa tunaweza jenga mahali tukae pale kulingana na neno lako. Hallelujah. Amen. So you have to stand on the word. Kwa hivyo ilibidi asimamie neno. I realized the same thing was true for David. Nikagundua ile kitu pia ilikuwa hivyo kwa sababu ya Daudi. When he was speaking to his son Solomon, alipokuwa akinenea mwanawe Suleimani to build a house for God, kujengea nyumba Bwana, he told him what God had said. Aliwaambia kile Mungu alikuwa akisema. Hallelujah. Akamwambia God, in fact this is what he said. He said, I had a mind to build a house for God. Akasema nilikuwa na mawazo na moyo wa But God told me, lakini Mungu akaniambia, because you've been in many wars, sababu wewe umekuwa kwa vita and your hands have shed a lot of blood, na mikono yako imemwaga damu nyingi. he said, you shall not build me a house, Sema utanijengea nyumba, but your son, lakini mwana wako whose name shall be Solomon, ambaye ataitwa Suleimani, he is the one that will build
atanijengea nyumba. Because in his time, kutakuwa na amani. There will be rest. Kutakuwa na amani. He is the one to build. Ni yeye atakayejenga. He told Solomon. He told the leaders. Kambia viongozi. He made sure all the people say they understood that this was the word of God being fulfilled. Akahakikisha kila mtu anajua kwamba hili ni neno la Mungu linalotekelezwa. It was happening exactly according to the word of God. Ilikuwa inatendeka kulingana na neno la Bwana. Have what God has spoken to you. Kuwa na kile ambacho Mungu amekunenea. That is why when God has spoken to you, ndio maana Mungu akikunenea, do not despise that which has been released to your life. Wewe usidunishe kile ambacho Mungu ameachilia kwa maisha yako. That word of prophecy. Ile neno la unabii. That which God said. Ambalo Mungu alisema. You need to have it. Nahitaji kuwa nalo. Look at it and say, Lord, you say. Sema Bwana ulisema. Lord, you say. Bwana ulisema. So I'm building according to your pattern. Najenga kulingana na mpangilio wako. I am building according to your word. Najenga kulingana na neno lako. Hallelujah. Amina. Find out what God has said concerning your project. Tafuta kile ambacho Mungu amenena kulingana na ile mradi wako. Kani unasema Mungu sitajiambia tu. Mimi sitatoka tu Bwana. I have your word. Niko na neno lako. You said this. Ulisema hivi. That is why I am doing this. Ndio maana nafanya hivi. I am not just on my own. Mimi siko kivyangu. It is not just a good opinion. Si wazo tu. I have the word of the Lord. Lakini kuna neno la Bwana. Hallelujah. Amen. Come on, someone tell your neighbor, have a word from God. Pia jirani, kuwa na neno la Bwana. That is your first building material. Hallelujah. I say that is your first building material. Ndio mawe na mchanga na kokoto yako ya kwanza. Get the word. Pata neno so that you can build on that foundation. Ndipo ukaweze kujengea kule msingi. Even when you are getting married, you want to marry or you are getting married, get a word from the Lord. Hata wakati unapotaka kuoa na kuolewa, pata neno kutoka kwa Bwana. So that your marriage can stand on that word. Ndipo ndoa yako ikasimame kwa lile neno. That business, get a word from God. Hiyo biashara, pata neno kutoka kwa That Bwana. you can have one scripture. Kwa unaweza kuwa na picha moja that you are standing on. Ambayo unasimamia. And every time you enter into that business, kila wakati ukiingia kwa ile biashara, you know this is the business, this is the one that holds this business. Unajua hili ndilo neno linaloshikilia hii biashara. Maybe it's a covenant you have with God. Labda ni agano uko nalo na Bwana. And you stand on that one every time you say, Lord, remember. Unasimama kwa ile neno kila wakati unasema, Bwana kumbuka. Bwana asifiwe. Amen. Ndio jirani yako usikue general. Kwa specific. Wewe usikue generali. Hallelujah. So have that word. Wewe kuwa na ile neno. Yaani usikue jumla. Amen. Yaani unasimamia kila kitu lakini hauna kitu hata moja. Especially unasimamia. Amen. So very, very important. So you make sure you have that scripture that you are standing on. Bobea kitu moja tu. Number 4. Ya 4. Continue serving. Endelea kutumika. Where and working where you are. Na kufanya kazi popote ulipo. With the right attitude. Na attitude mzuri. Amen. Amen. As you are waiting to go there, ukisubiri kwenda huko, as you are waiting for the big vision to be unfolded, ukingojea maono kubwa ikafunuliwe, don't despise the little job you have. Usidunishe hiyo kazi kidogo ulionayo. Don't let everyone know when you know I have a big vision, when you know I'm heading to do something so big. Sasa kaita kazi tu, hapana. Usifanye kila mtu ajue tuna maono yako ni kubwa kuliko ile kazi ulionayo kwa hiyo. Sasa tu uko na maono kubwa, unadharau kale kazi kadogo uko nako. My friend, hiyo inaweza kuzima ile kubwa uko nayo. Kabisa. Hello? You might not get to the big one. Unaweza kosa kuingia kwa ile kubwa. Because of your attitude in the small one. Sababu ya mawazo yako kwa hiyo kidogo. So you might as well. Kwa hivyo pia serve with joy. Lazima utumike. Serve happily. Tumika kwa furaha. As you are serving in the little assignment that you have for now. Ukitumikia kwa ile kazi ndogo ulionayo leo. Waiting to go to the big one. Ukingoja kwenda kwa maono kubwa. Some people when they get a big vision they
they trash the little one they have. Wengine wakipata maono kubwa wanadharau na kukanyaga hiyo kidogo. Anaanza kuchelewa kazini. Hata kazini anachelewa ndio mkubwa. Wanashika attitude. Wanakamata mamuti. Naona yani sasa wewe unaniona tu yani ile unanionanga tu mfanyikazi hapa. Ujue maono niko nayo ile iko kubwa. Unanionanga mfagii tu. My friend, maono hiyo yako itatimia. Yenye imetimia ni hii. Ile imetimia ni ile unatumikia saa hii. Bwana asifiwe. Yenye imetimia ni hiyo mahali huko. Kabisa. Leta unga kwa meza. Usimwage unga ukingojea kwenda kupata ile mahindi ambayo itapandwa. Na inakulipia rent. Utapanda hata mahindi lakini unamwaga hii unga leo kwa sababu unasema nimeambiwa kuna shamba kubwa mahali. Unataka kwenda hata haijalimwa. But unasema kwa hata hii unga yote. Hata unajua hiyo shamba iko wapi? Inachukua muda mrefu. Kitambo lime. Kitambo hiyo shamba ifike. Haleluya. Alafu ilimwe. Alafu ipandwe. Na sababu umelala njaa. Ukiwa nyumba. Na ni Mungu alisema. Bwana asifiwe. Amen. You know there are people who even quit their jobs. Kuna watu ulizaini because they had a vision at night. Sababu waliota usiku. Sisi kama mshakutana na watu wanaachana job yao asubuhi because they had a dream. Sababu usiku waliota. Tell your neighbor as also mwambie hata sisi nimekuanga na ndoto. Pia jirani yako hata mimi zangu ni nyingi kuliko zako. And I don't mean, you know, that, you know, the Lord, yes, can warn you, you know, dreams, you got a purpose, tofauti. Ndoto ziko na maana. But I'm just saying you have a dream, for example, you saw yourself driving this big car, living in this mansion, alafu sasa landlord akuja kwa sababu unakaa single room, unamwambia wewe umenizoea. Uliota ukikuja na Land Rover na nyumba kubwa iko na compound yake, alafu unaanza kusomea Land Rover. Unamwambia umenizoea. Mwambia tuheshimiane. Unaniona tu hivi mtu wa single room unaniongelesha hivyo. Ujui nyumba kubwa iko ndani yangu. Ujui sema nyumba nitajenga au utajenga bado. Nyenyekea. Nyenyekea kwanza, wacha kiburi. Hallelujah. So before you build it, kabla ujenge, take care of that symbol. Shughulikia ako karibu kamoja. The attitude uko nayo kwa ile symbol inaweza kuwa ndio inakuzuilia usiingie kwa nyumba kubwa. Hata vitu panga vizuri. Unaomba, unafast lakini attitude ni mbaya. Unafunga. Praise the Lord. So you have to make sure your attitude is good while you are waiting to get there. Attitude yako lazima ikuwe sawa ukisubiri kwenda huko. Maringo isiingie kwanza. Hello. Weka kando maringo. Bado fulfillment. Safari bado. Hata ukishika maono kubwa ikuonesha unatembea kwa hewa. Kumbuka bado ukiamka asubuhi kama bado gravity, the law of gravity is still working. Kama kiatu imetoboka bado ndio utavaa. Hallelujah. Amen. So it is better. Bado unaambiwa kanyaga dunia pole pole brother. Hallelujah. Pole pole. Amen. Safari bado. So don't look at us. Ile maono niko nayo, watu wako na maono kubwa hapo wakikufunulia utashangaa. Utagundua yako ni kidogo sana. Yako ni ya watoto. Utashangaa. Utashtuka. Tukiongea. Ndio tukubiri sasa. Amen. Praise the Lord. Hiyo ndio inanichoma. Unajua nilikuwa naona itapeleka mahali fulani sika kujua. Uliona? Lakini huyo si kama huyo. Nimemkumbuka turudi kwa neno. Nimerudi sasa. Kanyaga dunia pole pole. Amen. While you are waiting to get there. Ukingoja kufika kwa maono yako. Because in the process, kwa sababu katika ile mpangilio, you may need these people. Unaweza hitaji wale uliokanyaga. Nehemiah needed the king. Nehemiah alihitaji mfalme. If his attitude got bad, he could have missed what he was supposed to receive. Kama alidharau mfalme
said, I have never been sad in the presence of the king before. Biblia inasema sijawahi kasirika mbele ya mfalme tena. Until the 4th month, Mpaka mwezi wa 4 he received the vision in the month of Kislev. alipata maono ile mwezi wa Kislev. From there to Nisan, there are 4 months. Kutoka hapo kwenda Nisan ni miezi 4. But he was serving the king day. Lakini alikuwa anatumikia But he said, I have never been sad before him. Akasema sijawahi kasirika mbele ya mfalme. Imagine, all those he will weep behind the scenes. Hizo miezi 4 angelia kama mfalme haoni. But when he comes to serve, Kuja kwa mfalme, he comes excited and says, oh king, live forever. anakuja anatabasamu anasema mfalme uishi milele. And he serves with gladness Na anafurahia until the appointed time. mpaka siku iliyofika. Hallelujah. Amen. When that time had come, Wakati ule uliofika, now sasa the emotions will show. sasa hisia zinatokelezea. So serve happily Tumika kwa furaha as you wait to get there. ukisubiri kufika pale.